Walimu wa vyuo vikuu vya umma nchini Kenya wamesitisha mgomo wao baada ya wiki kadhaa za mivutano na serikali kuhusu malipo ya makubaliano ya pamoja na biashara almaarufu CBA. Mgomo huo ulianza tarehe 17 Septemba mwaka 2025. Uliathiri vyuo vingi vya umma kote nchini na kusababisha kusimama kwa masomo na shughuli za kiutawala. Baada ya mazungumzo marefu, serikali na vyama hivyo walitia saini makubaliano ya kurejea kazini, ambapo serikali imeahidi kulipa madeni hayo kwa awamu. Hata hivyo, viongozi vya vyama vya wafanyikazi wameonya kuwa iwapo serikali haitatekeleza ahadi hizo, migomo hizo zitazidi kurejea. Ni matumaini ya wengi kuwa suluhu ya kudumu itapatikana ili kuepusha usumbufu kwa wanafunzi na maendeleo ya elimu ya juu nchini. Tukizingatia mgomo wa walimu wa vyuo vikuu, una maoni gani wewe kama mwanafunzi? Mimi kama mwanafunzi nalalamikia sana muda unayoyoma na vyuo zingine wanaendelea kufunzwa. So kama unaona wanapotezea muda. Na pia karo ambayo tulilipa muda huu kama inaenda waste. So mimi kupoteza muda tu mimi kama sisi Kwa kuwa tunaona wanafunzi wengine waliweza kulipa karo, una maoni gani wewe kama mwanafunzi? Sasa tuseme mwaka wako huu, muhula huu umelipa karo, unaona kama unafaa kulipa tena muhula ujao? Kulipa karo tena bwana, sasa hapo kwa karo nalipa kitu nimetumia, unaona? So si time yote sijafunzwa, siwezi lipa karo tena. Sasa tunafaa tuendelee na sembili achia, na hiyo pesa nimelipa hii semester yote irudishwe iende hiyo semester nyingine. Siwezi lipa tena. Na una maoni gani tukiangalia kuwa kuna wanafunzi waliopaswa kuhitimu masomo yao mwaka huu? Hadi tunaangalia kama mimi nafaa kuhitimu umeweka, lakini hatuna otherwise. Itabidi tu sasa like hatuko tumemaliza ya hii term, sasa itabidi tumeshauriana next semester na tutahitimu next year maybe ndio tena. Ringo, asanteni sana kwa maoni yenu. Mpenzi mtazamaji, tukiangalia hayo ni baadhi ya maoni kutokana kwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Dosari si dosari, tukizingatia kwa wanafunzi wa vyuo vikuu wameathirika sana kutokana na mgomo wa walimu. Baadhi ya wanafunzi hao walipaswa kuhitimu masomo yao mwaka huu, lakini wanalazimika kuendeleza masomo hadi mwaka ujao. Nikiripotia Newsline Media, naitwa Juliet Akinyi.